Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kwa hii channel. Karibu sana, ninashukuru sana. Hii ni siku nyingine njema ambayo tunashirikiana na wewe kwa hii channel, na ninakukaribisha. Nakushukuru kwa kusikiza hii channel ambayo inajiita Light in the Dark. Light in the Dark. Ninakukaribisha sana. Nashukuru sana kwa kunisikiliza, msikilizaji wangu. Siku ya leo ni mwezi wa 10 mwaka wa 2025. Na siku ya leo nitaongea mengi kuhusu Yesu Kristo, na nitaleta ushuhuda wangu ambayo ametenda kwa maisha yangu, na nitakuongea mengi. Nitaweza kuongea mengi kuhusu Yesu Kristo, neno lake, yeye ni nani, ni nini alikuja dunia, na mambo mengi kadhalika kuhusu Biblia. Lakini kwanza nitaongea mashuhuda ambayo Yesu alinitendea. Kabla nianze kuongea mambo ya ushuhuda, ninataka kwanza kuleta hii channel mbele ya Mwokozi wetu Yesu Kristo. Baba, katika jina lako Yesu Kristo, ninakuja mbele zako, nasema asante kwa siku ya leo, na pia nasema asante kwa yule ambaye atasikiliza siku ya leo, kwa kuwa wewe ndio umetumia mkono wako kumleta hapa kwa hii channel. Baba, ninaweka hii channel kwa mikono zako. Ninaomba Baba uiongoze, na chote ambacho nitasema nitakisahau, wewe mwenyewe unikumbushe, na utumie kinywa changu Baba kuongea na watoto wako. Katika jina lako Yesu Kristo naomba na nikishukuru. Amina. Msikilizaji wangu, karibu katika hii channel. Na hii channel ni ya kushukuru Yesu Kristo na matendo makuu yote ambayo anatenda kwa binadamu, na yote ambayo ameongea kuhusu kwa neno lake tutazungumza, na nitawaombea kwa wale ambao wanataka kumpokea. Hii channel inakaribisha watu wote, inakaribisha Waislamu, Wakristo, wote ambao hawajaokoka na wale wameokoka, wale wote ambao wanataka kujua Yesu ni nani. Ninawakaribisha sana. Jina langu ni Abdisalam. Usisiti naomba kwa wale ambao watasikiza, subscribe hii channel. Bonyeza chini na usubscribe, kwa sababu kutakuwa na video nyingi kuhusu Yesu Kristo. Ninawakaribisha katika hii channel tena, na msubscribe. Karibuni. Vile nimesema, jina langu ni Abdisalam, na mimi ni mtoto wa Yesu Kristo. Jina langu ni Abdisalam, na mimi ni mtoto wa Yesu Kristo. Kwa sasa ninaweza sema kuwa mimi nilikuwa Mwislamu, lakini Mungu alinionea rehema na akaweza kujitokeza na kuweza kunikomboa, kwa kuwa mimi sikukuwa nikijua kuwa Yesu Kristo ni nani. Yesu Kristo, kwa akili zangu, kama vile nilikuwa Mwislamu, tulikuwa tunadhani Yesu Kristo alikuwa tu nabii, a prophet, na tulimjua kama hiyo. So alikuwa kama nabii Musa, nabii Elijah, nabii Muhammad, nabii wote wale wametajwa kwa Biblia. Isipokuwa Muhammad hajatajwa kwa Biblia, ametajwa kwa Qur'an. Lakini manabii wote wa Biblia tunajua kuwa Yesu kwa Qur'an wanasema alikuwa kwa nabii. So sisi, kama mimi vile nilikuwa hizo siku zangu za Uislamu, ingawa sikukuwa nafuatilia sana mambo ya Nabii Isa vile alikuwa anaitwa, tulikuwa tunajua tu yeye ni nabii.
Mungu ambaye anaishi mbinguni, ambaye amezingirwa na malaika wake, ambaye yeye ndio ana nguvu ya dunia, ana nguvu ya mbinguni, yeye ndio alileta mvua, jua, yeye ndio ambaye anafaa kuabudiwa. Huyu Mungu bado anaongea na watoto wake. Hataki kujua kama wewe ni Muislamu, wewe ni Mkristo, wewe ni mchawi, wewe ni Muhindi, wewe ni Mchina. Bado ukifungua moyo wake anakukomboa ama anakuongelesha. Ameongea na wengi, lakini sana tunakuaga na kukosa kuamini. Mtu akikuja akikwambia Mungu aliniongelesha jana. Lakini kawaida Mungu anaongelesha watu sana kwa ndoto. Hataki kujua wewe umeokoka na wewe hujaokoka. Kuna wengi wamepatana na Mungu lakini hawajajua kuwa huyo ni Mungu. Kwa mfano, unapata mtu akienda kuvuka barabara, lakini kuna kitu inamwambia usivuke. Ama akienda kuvuka, kitu inamsisimua, anakuwa na mshtuko. Kuenda kuangalia, anapata gari imevuka kwa kasi. Anashindwa, hiyo kitu nimejuaje nisiende kwa barabara? Ama ukienda kuvuka, unasikia ni kama sauti ndani yako inakwambia usivuke. Angalia upande mwingine, angalia mwingine. Ukienda kuangalia, unapata gari inavuka. Unapata pingine ulikuwa unafaa kupita njia moja ama nyingine, lakini kuna sauti inakuambia ama kitu inakuambia usipite hiyo njia, kuko na wezi. Na kidogo ukisimama, unasikia wezi wametoka, wamevuka, na unaona nini imeniambia? So hiyo sauti inakuwa ikikwambia, haijalishi kama wewe ni Muhindi, wewe ni Mjaluo, wewe ni Mkisii, wewe ni Mkongo, wewe ni Mtanzania, haijalishi lugha yako, haijalishi tabia ya nchi gani umetoka, wewe ni Mchina, wewe ni wa wapi, lugha gani, wewe umeokoka ama hujaokoka. Mungu ako ndani yetu na kila saa anatuokoa kwa kila njia. Unaweza kuwa, kwa mfano, unaweza kuwa unataka kuingia kwa basi, lakini kitu inakataa uingie kwa basi. Unashindwa, mbona nisiingie kwa hii basi? Kidogo ukikaa, unasikia hiyo basi dakika chache imepata accident, ama imepata kitu imefanyika mbaya na hiyo gari. Unashindwa, ni nani aliniambia? Yaani ni kama unajua. So Mungu ako na sisi, lakini watu wengi hawajamuitikia. Watu wengi hawajamuitikia huyu Mungu. Kuitikia huyu Mungu ni nini? Kuitikia huyu Mungu ni kukiri kwa kinywa chako na kumwambia Mungu, nimefanya makosa, jina langu ni hii, na ninakuja mbele zako, ninataka unisamehe. Ukimuitikia huyu Mungu hajali kama wewe umjui, atakuitikia. So ushuhuda wangu ni kuwa huyu Mungu ambaye watu wengi hawamjui, huyu Mungu ambaye wanakuja, watu wanakupigia mlango, wanakuja wanagonga, wanakuambia unataka kupokea wokovu, unamwambia si sasa, baadaye. Huyu Mungu anatembeaga na wewe, lakini bado huyu Mungu hujamuitikia. Huyu Mungu ambaye anakusaidia kila siku, kwa barabara, kwa watoto wako, kwa mahospitali, kwa makazi. Unasikia kila mtu tu akisema, haki ni Mungu amenisaidia, haki ni Mungu amenisaidia. Hata mchawi anasemaga haki Mungu amenisaidia. Lakini ukimuuliza huyu Mungu ni nani, ajui, anasema tu ni Mungu. Ukienda kuingilia sana kumuuliza, atakwambia sitaki kujua mengi, mimi najua tu ni Mungu amenisaidia. Lakini kweli huyu Mungu unamjua? Huyu Mungu ambaye aliongea na wewe kwa masikio yako, huyu Mungu aliongea kwa kichwa yako na akakwambia fanya hivi na fanya hivi na ukafanya na kitu kafanyika? Haujawahi jua kuwa Mungu anaongea na wewe. So kwa Waislamu wengi, vile nilikuwa Muislamu, kawaida Uislamu na watu wote ambao wanafuata dini ya Kiislamu hawajui kuwa Mungu anaongea nao. Na ukienda kumwambia Mungu anaongea na wewe, wanashangaa sana. Huyo Mungu ambaye anakusaidia kila siku, amekupatia chakula,
amekupatia mtoto, amekufanyia mambo mengi, bado anataka umuitikie. Wewe utazaliwa kwa dini. Mama yako atakuzaa, baba yako atakulea, na utaendelea kwa hiyo dini ya baba yako na mama yako. Lakini hao wenyewe hawamjui huyu Mungu ni nani. Wanapiga magoti wakimuomba. Lakini Mungu ni nani? Hiyo ndio swali tunafaa kujiulizaga. Ndio unamuomba, unapiga magoti, unaangalia hapa na pale. Huyu Mungu ni nani? Hujawahi jiuliza kwa swali? Lazima Mungu anajidhihirisha kwa maisha yako. Lazima Mungu anaongea. Mungu wa mbinguni, Mungu wa Abrahamu, Isaka na Jacob, lazima anaongea. Hataki kujua wewe ni mchawi, hataki kujua wewe ni Muislamu, hataki kujua wewe ni Mkristo ambaye alianguka, hataki kujua wewe ni mpagani, wewe ni Muhindi. Bado anaongea na watoto wake. Na watoto wake ni wewe ambaye ananisikiza. Nikikuwa mdogo ama nikikuwa kijana, kuna siku moja nilikuwako nikiomba, na mimi ni Muislamu, nimeweka mkeka, nataka kusujudu, nataka kuanza kuswali. Nikachukua compass, inaitwa compass. Ni kama inaweza kuambia kusini, magharibi ama kaskazini ni wapi, kwa sababu kwa Waislamu lazima tu face north, magharibi. Sijui kama north kwa Kiswahili yangu ni mbaya, kama ni magharibi ama kaskazini, nadhani ni south, magharibi, lakini tunafaa kuface north kwa sababu north ndio pahali kibla Mecca, pahali ile nyumba ya Abrahamu ilitengenezwa huko Mecca na pahali iko. So kila Muislamu lazima ana face ama anaangalia, uso wake unafaa kuangalia kibla. Na kama kawaida nilikuwa na kama sijakosea, nilikuwa na simu ambayo ilikuwa na compass, ilikuwa na direction, inakupatia direction ama mwelekeo wa magharibi. Kama sijui kama magharibi ndio north, lakini north ndio nilikuwa nikiangalia. Nimeweka mkeka wangu vizuri, niko kwa nyumba yangu, mimi ni mtu mkubwa, nataka kuomba, kuswali, nimeweka mat, mkeka chini, nimesimama, nimesha oga mikono zangu, nimejisafisha, nimejitakasa, nimesimama kwa mkeka wangu. Sasa kabla nianze kuomba, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, nataka kuomba, sauti ama kitu kaniambia kwa akili yangu. Sauti ama kitu ni akili yangu, ninasikia kama sauti. Ni maswali ninajiuliza, kama hivyo ninaweza eleweka. Nataka kuna swali liliulizwa kwa akili yangu. Nikaulizwa, Mungu unataka kumpigia magoti, uangalie kibla. Mungu ako kibla ama Mungu ako mbinguni? Hiyo ndio swali liliulizwa kwa akili yangu. Lakini unajua ukiulizwa swali unadhani ni wewe. So swali ilikuwa ni Mungu ako wapi? Mungu, kumbe mimi nikajiuliza, lakini mimi nataka kusujudu, nataka kupiga magoti niangalie Mecca huko Saudi Arabia. Lakini swali ni Mungu yuko huko ama Mungu yuko mbinguni? Tena nikajiuliza, Mungu sasa mbona nisiangalie tu juu, nimuombe kama yuko juu? Kwa sababu najua Mungu ako mbinguni na mbinguni ni juu. Hiyo ndio swali liliulizwa kwa akili yangu. Sikukuwa najua ni Mungu ambaye alikuwa ananiuliza hizo swali. Swali yangu ni tena liliulizwa vizuri. Wewe unataka kupiga magoti, uangalie Mecca, lakini mimi ama Mungu niko wapi? Mbona usipige magoti? Mbona usiombe Mungu ambaye yuko juu? Hiyo ndio swali liliulizwa. Mungu yuko wapi? Lakini hiyo mawazo nikaitupilia mbali. Samahani, Kiswahili yangu inakuwa ngumu kidogo. Mimi napenda kuongea Kizungu, lakini Kiswahili nitajaribu. Nikatupilia mbali hiyo mawazo, nikaendelea kuomba.
Sikujua kuwa ni Mungu alikuwa ananiuliza hizo maswali. Nifuatilie nitakuja kukujibu kwa nini nilijua ni Mungu. Sasa maisha yangu nilikuwa ninajua huyu Yesu Kristo sikukuwa namjua Yesu Kristo ni nani. Nilikuwa ninamuona kwa video zile sinema za Yesu. Yesu tunaoneshaga kwa TV, Yesu ameenda hapa, Yesu ile sinema yake. Lakini kwa moyo wangu sikukuwa namfuatilia ama nataka kujua Yesu ni nani. Sasa siku moja baada ya kuokoka nimeenda kwa kanisa. Nimejua Yesu. Ndio baadaye Yesu akakuja akaniambia, siku ile ulikuwa kwa mtoto mdogo. Huyu ni Yesu Kristo ananiambia sasa. Ananifunulia utoto wangu. Akaniambia ile siku ulikuwa mtoto mdogo, nilikuwa nikikupatia ndoto. Nikuambie dini sahihi ni gani. Kuwa mimi Yesu Kristo ndio dini sahihi. Hiyo ni mdomo wa Yesu Kristo aliniambia. Yeye mwenyewe aliniambia. Aliniambia kuwa wewe ukikuwa mdogo, jua kuwa nilikuwa nakupatia ndoto lakini hukuwa ukielewa. Nilikuwa nikikuambia dini gani ndio sahihi. Kuwa yeye Yesu Kristo ndio dini sahihi. Ili nishangaza sana. Nimejua kuwa kwenda kwa kanisa sio dini sahihi. Kupiga kwa magoti na kwenda kwa kanisa na kuomba na kushukuru hizo na kusimama ndani ya hiyo mawe 4 ama hiyo nyumba, hiyo sio Yesu Kristo. Hiyo sio dini. Dini ni kumpokea Yesu Kristo. Na dini ni kushikilia Yesu Kristo. Siku ile parapanda italia, ama wewe ukikufa na roho yako itachukuliwa na uende usimame mbele ya mbinguni, mbele ya kiti cha enzi, utaulizwa swali. Swali ni, uko na Yesu? Kwa sababu Yesu aliniambia vizuri sana, nilikuwa nikikuletea ndoto kama wewe ni mdogo, nilikuwa nataka kujifunua kwako ni kuonesha kuwa mimi ndio dini sahihi. Hii sasa vile ninaongelea Wakristo na ninaongelea Waislamu, ninaongelea watu wote dunia mzima, kuambia kuwa Yesu Kristo ndio dini sahihi. Sio kuenda ukanisa, sio kuenda kwa msikiti, sio kuenda kwa manyumba. Huyo Yesu Kristo ndio dini sahihi kulingana na mdomo wake vile aliniambia. Kuna siku pia aliniambia mimi ndio ninatembea na wewe. Nikaelewa kuwa sio pia mimi Mungu alikuwa anatembea na mimi, lakini pia watoto wake ambao anataka kuwaponya, watoto wake ambao anataka kuwaokoa, watoto wake ambao anataka kuwatoa kwa magonjwa, watoto wake ambao ni watasa anataka kuwapatia watoto wake wote ambao wanamjua, ambao atawaleta kwake, lazima watajua kuwa yeye ndio dini sahihi. Huyu Yesu Kristo ana mipaka. Anaweza okoa Mchina, anaweza okoa Muhindi, anaweza okoa lugha yoyote. Hajali na hana mipaka. Bora tu uweze kumuuliza swali. Swali yako ni, wewe Yesu, kweli wewe ndio Mungu? Watu wengi hawajui kwa Yesu Kristo anakomboa. Hawajui kwa Yesu Kristo ndio dini sahihi. Hawajui kwa Yesu Kristo ndio mwokozi wa maisha yetu yote dunia mzima. Hawajui kwa Yesu Kristo ndio Mungu peke yake. Hiyo swali ni ngumu na ni ngumu kujibu, kwa sababu kila mtu ako na Mungu wake. Lakini Mungu ambaye ako ndani yako, yule Mungu ambaye anakuletea ndoto, yule Mungu ambaye kwa barabara amekuokoa, yule Mungu ambaye ametembea na wewe akakwambia wacha hii na ukawacha, yule Mungu ambaye ulikuwa unataka kuingia kwa hiyo gari lakini akakukataza na hiyo gari akakuokoa,
Yule Mungu ambaye saa zingine kwa akili yako unachagua hii na unachagua hii, unasikia akili inakuambia chagua hii, unachagua na unaepuka. Huyo Mungu ni Yesu Kristo. Inatisha sana na inashangaza sana. Wewe kama wewe uko na dini yako, wewe unafuata dini ya mama yako na unafuata dini ya baba yako, nataka leo kukuambia, uliza Mungu ambaye ako ndani yako, Mungu, wewe ni nani? Ukiuliza Mungu wewe ni nani, umempatia nafasi ya Mungu kukujibu swali. Kwa huyu Mungu bado anaongea kwa watoto wake. Hivyo ndio mimi leo ninakuuliza. Leo ushuhuda wangu ni kukuambia, kama Yesu Kristo ama Mungu hajawahi kukutokea kwa maisha yako, kama Mungu wewe mwenyewe unajiulizaka kwa moyo, huyu Mungu ni nani? Kama Mungu hujawahi kumsikia kwa masikio yako, kama vile Musa alikuwa anamsikia, kama vile Samueli walikuwa wanamsikia, bado huyo Mungu anaongea na watoto wake. Kuna mtu wa familia yangu hakukuwa anaamini kwa Mungu ni Yesu Kristo. Nikamwambia kitu moja tutafanya ndio ujue kuwa yeye bado anaokoa. Kwa sababu nilikuwa namwambia injili njema. Namwambia Yesu anaokoa na Yesu anasamehea dhambi na Yesu atakusaidia kwa kazi yako, kwa nyumba yako. Amesema njooni nyote mlio lemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Hiyo verse kwa Biblia ni ya ukweli na ni ya ukweli na ni ya ukweli. Huyu Yesu, kama uko na mizigo yote na uko na shida yote na wewe hata ujui utaanza wapi, watoto wako walikuacha, wewe ni yatima, wewe ni mjane, wewe umeshindwa na magonjwa, wewe ujui ni nini itakufanyikia kesho, wewe umekosa rent, hauna pesa ya kulipa nyumba, wewe umekosa kazi, umefukuzwa kwa kazi, wewe ambaye haujiwezi, wewe ni mgonjwa uko ndani ya hospitali, wewe ambaye umekosa karo ya kuenda shule, wewe ambaye haujui shida kesho hizo shida utazitoa aje, Yesu Kristo bado anaongea na watoto wake. Sasa kwa ushuhuda wangu nikaambia huyo mtu wa familia yangu, nikamuelezea ushuhuda wangu wa Yesu Kristo, kuwa Yesu anaokoa, Yesu anaponya, Yesu anafanya miujiza, Yesu anaongea na sauti kama binadamu. Ukitaka kumsikia atakuongelesha. Nikamwambia kama unataka kujua Yesu kweli ndio yeye na ndio yeye, nikamwambia fanya hivi, omba tu, sema Mungu nataka ujifunue. Mungu ninataka ujifunue. Kama kweli wewe Yesu bado uko hai. Kwa sababu tunajua Yesu watu wengi wanamuongelea kwa Biblia, wanamsoma, lakini huyu Yesu hajawahi watokea. Leo ninakwambia huyu Yesu anatokea watoto wote wa hii dunia. Ajali wewe ni nani, ajali ni shida gani umefanya, ajali ni dhambi gani umetenda, bado huyu Yesu anaongea na wewe. Sasa kwa ushuhuda wangu nikaambia huyo mtu wa familia yangu, enda umjaribu, enda umuulize Mungu kama ni wewe ni Yesu ama wewe ni Mungu bado unafanya matendo na unaongea, basi jifunue. Na hiyo mambo tukawachana nayo. Masiku zikaenda, siku zikapitia, na ninadhani hiyo ilikuwa maombi yake. Na huyo mtu pengine alisahau. Siku moja akakuja akaniambia, nimeona ndoto ya msalaba, na hiyo msalaba ni nyekundu. Kama sijakosea, itabidi niende nimuulize kama hiyo msalaba ilikuwa nyekundu, lakini kulingana na testimony yake alisema aliona msalaba na akaona Yesu Kristo kwa aliona Yesu ako juu ya mawingu anamwangalia,
na akaona msalaba juu ya mawingu, na akaona hiyo ndoto. Akaoneshwa msalaba, na sijui hiyo msalaba ilikuwa mwekundu kama sijakosea, na akaona Yesu Kristo akimwangalia kutoka mawinguni. Hiyo picha ikaisha. Akakuja akaniambia, nikamwambia Mungu si lazima pia akuongeleshe na sauti. Mungu pia sana sana anaongeaga kwa ndoto. Nikamwambia, lakini hakuamini. Nikamwambia aendelee. Baadaye akaona tena ndoto nyingine. Anajiona akitembea kwa barabara kubwa na watu. Na unajua hiyo barabara ni barabara ya kukupeleka jehanamu. Kawaida Biblia, Mungu anaongeaga kulingana na Biblia. Akaona barabara kubwa sana na ni ya lami kubwa sana, na watu wengi wanatembea, na pia yeye ako ndani anatembea. Lakini vile anatembea akaona barabara nyembamba kando. Na hiyo barabara kama sitakosea, kwa sababu ni aliniambia ushuhuda wa kitambo, hiyo barabara nyembamba, na hiyo barabara ilikuwa kuna vumbi kitu kama hiyo. Haikuwa barabara mzuri pahali yeye mwenyewe angetaka kuenda. Na sauti ikamwambia, hii njia unaiona hii nyembamba ni njia ya watu wa Kristo. Hii njia nyembamba ni njia ya Kristo. Mungu alikuwa anamuongelesha kwa ndoto, kwa sauti kabisa, anasikia sauti ya Mungu. Sauti ya Mungu inamwambia, hii njia nyembamba unaiona ni njia ya watoto wake wa Kristo. Sasa yeye, lakini kwa sababu hakutaka kupita hiyo, yeye akapita hii njia kubwa ya barabara. Akaenda akafika mwisho, akapata kuko na bridge ama kuko na, sijui kwa Kiswahili inaitwa aje, lakini kulikuwa na daraja. Tuseme kulikuwa na daraja, kwa Kiswahili inaitwa daraja. Lakini chini kuna maji. Lakini daraja hawezi pita, imetengenezwa vile hawezi pita. Inamaanisha hiyo njia imefika mwisho, ni maji, lazima upite. Na ukipita kawaida ukienda kuruka maji, utaingia kwa maji na utapotea. So ndoto, Mungu amemuonesha ndoto ya pili ya kumdiririshia kuwa lazima aokoke na lazima apitie msalaba. Wa kwanza, ndoto ya kwanza ilikuwa kumwambia kuwa Yesu Kristo ndio Mungu peke yake ama Mwokozi ambaye lazima kuokoe, na msalaba ndio njia ambayo unafaa kupita. Kitu ya pili, akaonyeshwa ndoto ya pili, na hiyo ndoto ya pili inamwambia hiyo njia nyembamba ambayo inakupeleka mbinguni ni njia ya wokovu ya watoto wa Kristo. Alionyeshwa ndoto mbili, lakini mpaka sasa vile tunaongea na wewe msikilizaji, bado hajamuitikia Yesu Kristo. Ndio ninasema Yesu anajifunua kwa watu wote ambao wanataka kumjua. Kama wewe leo uko na hakika unataka kujua Mungu wa ukweli, Mungu wa mbinguni na duniani, Mungu ambaye ametengeneza kila kitu na alikupatia pumzi ya maisha yako, na wewe ndio unaendelea kwa hii dunia, usianguke na upotee. Uliza Mungu, yule ambaye alinitengeneza, wewe ni nani? Nampatie swali na yeye mwenyewe, kwa sababu Mungu ninamjua ni Mungu wa kujibu maswali. Huyu Mungu ni wa kujibu maswali. Nimemuona kwa mengi. Ninakwambia hivi msikilizaji, kwa sababu nilikuwa kama wewe. Nilikuwa nimefichwa kujua Mungu wa ukweli. Barabara yangu ilikuwa ni ya giza. Na kama ningedhubutu nipotee, nianguke, nikufe, kama hizo siku ningeweza kukufa, ninajua hiyo njia pahali ningekuwa nimetupwa kwa moto ambayo mimi singetamani kuenda. Nilikuwa kama wewe ambaye ajui ukweli. Lakini huyu Mungu
siwezi tamani wewe mwenyewe uende utupwe jehanamu. Ya nini utupwe jehanamu na bado wewe mwenyewe uko na pumzi ya kuita huyu Mungu ambaye alikupatia hiyo pumzi? Muulize swali, Mungu, wewe ni nani? Kama wewe ni Yesu, basi jidhihirishe. Na huyu Yesu akuagi na uoga. Yeye anasemanga mimi ni Mungu mwenye nguvu. Hivyo ndio aliambia Abrahamu. Na hiyo ni Mwanzo 18. Ukienda kusoma Mwanzo 18 ama Genesis 18 Mwanzo, hata 17 Mwanzo, itakuonyesha kuwa alijifunua kwa Abrahamu na akaambia Abrahamu, mimi ndiyo Mungu mwenye nguvu. Usikimbilie dini ya baba yako. Usikimbilie dini ya mama yako. Wewe umezaliwa hii dunia, unafuata dini ya baba yako. Umezaliwa na mama yako, unafuata dini ya mama yako. Wewe uliza ule Mungu amekuumba. Hii Mungu kweli wewe ni Yesu Kristo? Huyu kijana ambaye anaongea ushuhuda wake, kweli yeye anasema ukweli? Kama basi wewe ulikujia huyu kijana na wewe ndio Mungu, basi jidhihirishe ama jionyeshe kwa maisha yangu. Hiyo ndio swali unafaa kuuliza Mungu. Na yeye mwenyewe haogopagi. Yeye anasemaga mimi ndio Mungu mwenye nguvu. Na siku ya leo ushuhuda wangu bado unaendelea. Sasa Yesu Kristo kuniokoa na kunikomboa, na siku moja nilikuwa kwa kanisa. Nimekaa, nabii wa Mungu akakuja. Akapiga magoti hapo karibu na mimi, tulikuwa kwa nimekaa chini. Akaniambia, umeambiwa hivi na Mungu. Alikuwa ametumwa kwangu. Akakuja kuniambia. Hiyo ndio nitasema prophecy ya kwanza. Akakuja akasema, nimeambiwa nikwambie yule Mwislamu ambaye ameokoka, nimemchagua anitumikie maisha yake yote. Nilishangaa pia. Nikauliza huyo nabii wa Mungu, uko na hakika Mungu ameniita Muislamu? Nikacheka sana. Akasema amesema hivyo. Amesema muambie huyo Muislamu ambaye ameokoka, nimemchagua anitumikie maisha yake yote. Nikajua kuwa kwa hiyo kitabu ya mbinguni Mungu akituwezesha tufike, kuko na Uislamu ndani yangu. So Mungu anajua wewe ni Muislamu ambaye aliokoka. Ndio leo mimi sioni haya kuambia Muislamu yote ama Mkristo yote ama binadamu yote kuwa mimi ni Muislamu ambaye nimeokoka. Mimi ni Muislamu wa Yesu Kristo. Hata kama nitatembea huko pahali kawaida tunatembeaga huku kwa kununua machakula, tunatembea huku kwa ndasema aje, kwa restaurants, kwa market, pahali tunanunuaga chakula. Hata ukiniangalia saa hii hivi, Muislamu yote akiniangalia lazima aniambie salamu alaykum, na mimi ndamwambia alaykum salam. Kwa sababu kwa kimwili wangu watu wote wakiniangalia wanasema huyu bado ni Muislamu, lakini ndani yangu kuna Yesu Kristo. So mimi ni Muislamu ambaye ako na nani? Ako na Yesu Kristo. Roho Mtakatifu amejaa ndani yangu. Wewe ni nani? Mimi ni Muislamu wa Yesu Kristo. Ule ni nani? Ule ni mchawi wa Yesu Kristo. Mungu anatutoa njia tofauti tofauti. Anaokoa mchawi, lakini ile familia yake bado iko. So yeye anajua kabisa, mimi ni mchawi wa Yesu Kristo. Na leo ndugu zangu, wale ambao mnanisikiza, mjue kuwa mimi ni Muislamu wa Yesu Kristo. Roho Mtakatifu wake ako ndani yangu. Yule Roho
ambaye alikuwa anatembea na Musa, yule roho ambaye alikuwa ndani ya Daudi, yule roho ambaye alikuwa ndani ya Abrahamu, huyo roho yuko ndani yangu. Na kama wewe hujapokea roho wa Yesu Kristo, leo nitakuombea na utampokea. Na ukimpokea itakuwa ni ushuhuda kwa maisha yako. Itageuka. Magonjwa yataisha. Pepo watatoka. Shida zitaenda. Umaskini utaisha. Kwa sababu nasema nini umaskini? Kwa sababu kuna pepo zingine ambazo zinafunga baraka zako. Shida yako itaisha. Haitaisha kwa siku moja. Itaisha ukishikilia Yesu Kristo. Vitu mingi ambazo tunateseka kwa familia zetu ni tunateseka kwa sababu ya laana. Unapata mama amekuwa kahaba. Akizaa mtoto msichana baadaye anakuwa kahaba. Akizaa mtoto anapata kahaba. Hiyo inaitwa laana ya familia. Ama unapata baba ni mlezi. Mtoto wake akizaliwa kijana anakuwa mlezi. Mtoto wake kijana huyo mwingine anakuwa mlezi. Hiyo inakuwa laana kwa sababu tuliwacha dini ya Yesu Kristo. Ukiwacha neno la Mungu, lazima laana inashuka kwa familia yako. Hizo laana zote zinafika mwisho kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ukimuitikia Yesu Kristo, laana zinatupiliwa mbali. Ukifika kwa Yesu Kristo, mashida zako zinatupiliwa mbali. Ukifika kwa Yesu Kristo, kama ni tumbo ambayo haiwezi zaa, mama, leo ninakwambia tumbo itazaa. Kama wewe ni mgonjwa umeteseka, makansa na HIV zinafikaga mwisho kwa sababu Yesu alisema kwa neno lake, hakuna gonjwa ambalo hawezi kosa kulitoa kwetu. Na alisema hizo magonjwa ambazo maadui zetu wanatutupia atazirudisha kwao. Yesu ana nguvu na jina lake ni Mungu mwenye nguvu. Siku ya leo ushuhuda wangu ni Yesu Kristo. Yesu Kristo ambaye amejidhihirisha kwa Biblia kuwa yeye ndio Mungu ambaye atakuja kutuhukumu. Kama wewe unaongojea Mungu mwingine wa kukuhukumu, ukikufa usijidanganye. Yeye ndio ako kwa kiti cha enzi na yeye ndio mtapatana na yeye. Lakini kabla mpatane na yeye, mbona usimuitikie? Kuna msichana mwingine huko kazini, nilikuwa ninamshuhudia mambo ya Yesu Kristo. Nikamwambia mambo ya Yesu. Akaniambia, unajua nini? Mimi sinaga shida na watu, siingiliage mambo ya watu, ninakaa kando, mimi ni mzuri. Mimi sinaga shida, mimi si mwenye dhambi, mimi sina dhambi yoyote. Mimi sipiganage na watu, ninakaa kando. Nikamwambia, ndio unapigana na watu, unakaa kando. Lakini hiyo wewe unajiwekea haki. Mbona usiende kwa Mungu akuonyeshe kuwa wewe kama wewe ni mwenye dhambi ama wewe si mwenye dhambi? Akasema hapana, mimi niko na hakika mimi sina dhambi yoyote. Swali ni, mbona wewe unajiwekea haki? Mbona usiende mbele ya Mungu ambaye yeye ndio haki yake inafaa? Na Mungu hawezi jiwekea haki yake, lazima kitu ya kwanza atakwambia umeniitikia. Kuitikia ndio inaitwa wokovu. Kuitikia kutoka kwa dhambi zako ndio inaitwa wokovu. Wokovu ni kusema kuwa jana nilitukanana, jana nilifikiria, kuna mawazo mabaya, mambo mengi nimefanya, mimi ni mwenye dhambi. Kweli ninaweza jisamehea? Wewe ukishajua uwezi jisamehea na lazima hiyo dhambi samehewe, kitu ya kwanza Mungu atakwambia lazima kwanza uniitikie. Ukishamuitikia na ukishamuitikia jina lake na ukiri kuwa unataka akuwe mwokozi wako na umuombe msamaha dhambi zako ayaweze kuzisamehea, basi atazisamehea. Kwa Isaya, Biblia inasema Mungu yeye mwenyewe anaambia watu, njooni tusikizane. Anaambia watu, huyu ni Mungu wa mbinguni. Anasema kwa kitabu cha Isaya chapter ya kwanza, anasema njooni. Chapter ya kwanza
mstari wa 18 nadhania inasema, njooni tuelewane, hata kama dhambi yako ni nyekundu nitaifanya nyeupe kama theluji. Mungu mwenyewe anasema njooni tusikizane. Siku ya leo mimi nakwambia Yesu anataka msikizane. Lakini huyu Yesu si umsikize. Wewe utakuwa ukijiongoza kwa maisha yako. Ukienda hiyo hospitali utakuwa peke yako. Ukienda mashuleni utakuwa peke yako. Ukienda kazini nani atakupigania? Ukipitia hiyo barabara ujui kama utarudi. Wewe kitu yote kikufanyikia, wewe mwenyewe ndio umejisimamia. Mbona usiitikie Yesu aweze kusimamia kwa maisha yako? Mimi nina uoga siku hizi. Nikipeleka gari lazima niombe. Nikitoka kwa nyumba lazima niombe. Nikienda kulala lazima niombe. Nikienda kazini lazima niombe. Lazima niombe huyu Yesu afungue njia. Alisema kwa Biblia yake yeye ndio mlango. Na akifungua mlango hakuna mtu anaweza funga, na akifunga hakuna mtu anaweza fungua. Yeye ndio mlango. Amesema, I am the door and anyone who comes by me shall be saved. Mimi ndio mlango, na yule atakuja kupitia hiyo mlango ataokolewa. Yesu anaokoa hata sasa. Inashangaza sana. Kama mimi nilikuwa Muislamu, sikukuwa ninajua huyu Yesu Kristo. Lazima nikiri kuwa yeye ndio atakuwa mwokozi na Bwana wangu. Sikukuwa najua huyu Yesu Kristo si ule nabii anaitwa Isa kwa Qur'an. Ni mtu tofauti kabisa. Yesu ako mbinguni, amekaa kwa kiti chake cha enzi. Malaika wote wanamzingira na wazee 24 wamemzingira. Wanasema, mtakatifu, mtakatifu, wewe ni mtakatifu, wewe ni mtakatifu. Unajua sasa Waislamu hawasomi Biblia. Kama wangesoma Biblia wangeelewa kuwa huyu Isa sio Yesu. Isa sio Yesu. Ninasema hii kwa upendo sana. Ninasema hii kwa upendo kwa Waislamu. Ninasema hii upendo kwa wapagani. Ninasema hii upendo kwa wale wote ambao wamjui Yesu. Ninapenda sana Waislamu kwa sababu Waislamu ni watu ambao wana upendo sana. Nimeona upendo mingi kwa Waislamu kuliko hata Wakristo. Nimeenda kanisa na nimeshuhudia, na Mungu pia mimi anashuhudia kuwa watoto wake wana upendo. Hakuna watoto wake wana upendo kabisa. Wakristo hawana upendo. Ukienda kanisa utajionea. Lakini Waislamu, mimi sitawadanganya, hakuna watu ambao wanapendana sana kama Waislamu. Waislamu wanapendana sana. Nimeona upendo mingi kwa Waislamu kuliko Wakristo. Ukienda kwa msikiti, Waislamu wanakuwa na heshima sana na upendo sana. Ukienda kukuwa na shida, mtu akugongee, umwambie mimi ni Muislamu, hata hataki kujua kitu kingine, anakusaidia. Lakini Wakristo, ndugu zangu, Mungu awasaidie. Mungu awasaidie. Leo ninaongea mambo ya Yesu Kristo. Yesu anaokoa na Yesu anaponya. Yesu, kuna siku nilikuwa kwa mgonjwa sana, macho yangu yalikuwa yameanza kupotea. Nikashindwa mpaka kuona. Nilikuwa nasoma Biblia mpaka Biblia ninashindwa kusoma. Nilikuwa ninaenda kazini na ninatumia kompyuta mpaka ninasikia macho yakinichoma choma. Ilibaki tu nirudi kwa Yesu Kristo. Nikasimama usiku, nikaomba na nikakumbusha Yesu. Nikamwambia Yesu, neno lako nikiisoma kwa Deuteronomy chapter 7 mstari wa kitu kama 21. Deuteronomy 7 inasema kuwa ulituambia kuwa utatuponyesha magonjwa zote. Mimi ni mgonjwa. Macho yangu
yanaanza kuharibika, na Biblia yako mimi siwezi soma, nimeshindwa kabisa, nisaidie. Maajabu ndugu yangu, msikilizaji wangu, Yesu alisikia maombi yangu, akanielekeza niende kwa kanisa fulani. Kwa hiyo kanisa ni siku yangu ya kwanza kukaa. Sijawahi ingia huko. Rafiki yangu alinipeleka. Nikakaa chini, nilikuwa ninasikiza watu wakiendelea kuomba. Sasa saa ya mwisho kuna nabii aliamka akasema kama mtu yote ni mgonjwa akuja tumuombe. Pia mimi nilikuwa hata saa hiyo Biblia ninaangalia kwa inashindwa kabisa kuona. Nikaenda nikakaa chini, wakaanza kuombea watu wengi. Lakini huyu nabii bila alianza kuombea watu, akaanza kuniangalia, akaanza kushughulika na mimi. Anaombea watu lakini ni mimi ananiombea. Anakuja ananiwekea mikono, anaanza kuniombea. Watu ni wengi lakini amenikujia ananiombea. Tukamaliza. Tulikuwa tumekaa chini. So watu wakaamka, kila mtu akaanza kurudi kwa kiti yake. Lakini huyo mama akaniambia hapana, wewe kaa chini, nataka kukuongelesha. Akaniambia Yesu anataka kukuponyesha. Akaniuliza wewe ni mgonjwa? Nikasema mimi ni mgonjwa. Wapi? Nikamuelezea. Nilikuwa na magonjwa kadhaa. Nikamwambia tumbo. Hata nilikuwa nimesahau macho. Tumbo ilikuwa imenizidia. Nikamwambia mimi ni mgonjwa wa tumbo. Akaniuliza tena, wapi? Nikasema tumbo. Akaniambia basi Mungu anataka kukuponyesha. Nikamwambia sawa. Na akaniambia unasikiza hii wimbo? Kulikuwa na wimbo walikuwa madada zetu kwa hiyo kanisa walikuwa wameanza kuimba. Akaniambia yeye ninasikia. Akaniambia hii wimbo Mungu anasema usisikize hii wimbo. Anasema anataka wewe uisome hiyo wimbo. Si ati uimbe, bali uisikize na uiweke kwa moyo wako. Nikasema sawa. Na akaniambia unajua baada ya siku 3 kuna vitu alinielekeza. Akaniambia baada ya siku 3 utapona. Nikamwambia sawa. Mimi nilikuwa nadhani ni tumbo, kwa sababu tumbo ilikuwa imenizidi hata kuliko ya macho. Macho yenyewe ilikuwa hata sioni, siwezi soma Biblia. Sasa kwenda kusikiza hiyo wimbo nilikuwa naisoma kama kitabu, ilikuwa kuna verses. Yote tu Mungu ananiambia kuwa yeye ni Mungu wa rehema. Yeye ni Mungu wa rehema. Kila shida zetu atazitoa. Mungu alikuwa ananisomesha zile vitu nilikuwa namuombea hiyo usiku. Kuna usiku nilikuwa namkumbusha Mungu. Yeye amesema hizi kwa Biblia yake na ninaomba Mungu anisaidie. Sasa Mungu yeye mwenyewe akafanya kwa miujiza, akaweka wimbo, watu wakaanza kuimba na akaniambia hii wimbo badala kuimba nataka wewe mwenyewe uende uisome hiyo wimbo. Kuisoma hiyo wimbo kutoka mwanzo mpaka mwisho inasema kuwa yeye ni Mungu wa rehema na yeye ni Mungu wa rehema na rehema. Kila siku anatoa shida zetu. Nilishangaza kuwa Mungu anasikizaga maombi. Yesu Kristo anasikizaga maombi. Na maombi yangu alijibu. Baada ya siku 3, kumbe si tumbo ilipona. Ingawa tumbo yangu imepona, lakini macho yangu yalirudi sawa. Nilikuwa nimeanza kuwa kipofu na macho yangu baada ya siku 3 yakarudi sawa. Aliniponesha macho yangu. So mimi niko na shuhuda mengi sana. Niko na shuhuda ya Yesu kunisamehea dhambi. Niko na shuhuda ya Yesu kuniponesha magonjwa. Niko na shuhuda ya mambo mengi amenitendea katika maisha yangu. Na msikilizaji, kaa na mimi nitakueleza mengi. Sasa huyu Yesu ambaye ako mbinguni, ambaye anasikiza maombi ya watoto wake, wewe ukimuitikia tu, ukikiri kwa kinywa chako kuwa mimi Yesu niko na madhambi mingi, nataka unisamehee, nataka wewe ukuwe Mwokozi na Bwana wangu, utashangaa maisha yako yatageuka.
Lakini kuna kitu moja nataka kukueleza msikilizaji, ambayo ni muhimu sana. Kuwa Yesu Kristo ukimuitikia unapata uzima wa milele. Kuwa wewe mwili wako ukikufa hata leo na ukufe na uingie kwa udongo na mchanga, lazima roho yako itaamka, kwa sababu Biblia inasema roho zote zitarudi kwa Mungu. Kama umemuitikia Yesu Kristo ambaye yeye ako mbinguni, ambaye yeye ndio Bwana na Mwokozi wa kila mtu, ukimuitikia kuna kitu kinaitwa atakupatia maisha ya milele, atakupatia uzima wa milele. Hautaangamia. Yeye mwenyewe atakuja kukuchukua na kukupeleka mbinguni, kwa sababu wewe ni mtoto wake. Shetani hataki ukiri Yesu Kristo. Hiyo ndio vita. Vita ni shetani hataki ukiri Yesu Kristo, naye Mungu ameweka mkono. Anasema mkono wangu si fupi, ni refu, unaweza okoa. Leo mkono wake unakufikia kwa nyumba yako. Leo mkono wake unakufikia pahali unatembea. Leo mkono wake unafika kwa hiyo gari umekaa. Leo mkono wake unafika kwa hiyo kitanda hospitali. Leo mkono wake unafika pahali wewe mwenyewe unakaa kwa hiyo kona, unashindwa utafanya nini. Mkono wake unakufikia, unataka kukuokoa. Wewe kweli utamuitikia? Yesu Kristo anaokoa. Yesu Kristo anaponya. Yesu Kristo anasemea dhambi zako zote zile ulitenda. Hataki kujua kama ulitenda ukikuwa miaka 12, ulikuwa miaka 18, ulikuwa miaka 30, wewe ni mzee wa miaka 80, bado Yesu anaokoa na anasamehea. Kama wewe mwenyewe unaweza jiokoa na unaweza jisamehea dhambi zako, basi haufai Yesu Kristo. Lakini sisi ambao binadamu tunajua tunakosea kila saa, kila dakika, tunamhitaji. Kweli tunamhitaji. Kweli tunamhitaji. Kweli tunamhitaji. Hakuna kando, hakuna njia nyingine tunaweza, bali njia ni yeye. Alisema mimi ndiye njia. Yesu, njia yako ni gani? Njia ya Yesu ni ya kukuokoa, ya kukutoa kwa hiyo dhambi, ya kukusamehea dhambi zako, ya kukuponya. Hiyo ndiyo njia ya Yesu Kristo. Anasema mimi ndiye njia. Mimi ndiye njia. Mimi ndiye njia. Msikilizaji wangu, mengi Yesu ametenda na mengi Yesu ataendelea kutenda kwa maisha yako na kwa maisha yangu. Hata kama shetani atakataa useme ukiri Yesu Kristo ndio Bwana, haijalishi. Kuna siku Yesu atakupigania na hiyo mdomo wako utabobujika na utasema kuwa Yesu ndio Bwana na atakusamehea dhambi zako. Kama wewe moyo wako unajua vizuri huwezi jisamehea dhambi, leo ninakwambia simama na mimi nikuombee, na huyu Yesu Kristo hatakusamehea na maisha yako itageuka. Mizigo yote ambayo uko nayo, umebeba maisha yako yote, umetoa watoto kwa tumbo, umeua watoto, umefanya maajabu, umefanya vitu zingine mpaka siri, umezificha siri, umeziweka siri, Yesu zote anaziona. Hakuna kitu haoni. Biblia inasema there is nothing that does not manifest in his eyes. Yaani hakuna chochote ambacho hakionekani na macho yake. Ukienda ndani ya maji yuko huko. Ukiingia ndani ya mawe yuko huko. Ukiingia ndani ya mchanga yuko huko. Hata kama ni kwa bingu na kwa hewa, Yesu macho yake yanaona. Huwezi mficha dhambi zako. Leo ninakwambia mizigo yako atayapunguza na atayaotoa yote ukimuitikia, na nitakuombea na niko karibu sana kuomba. Lakini kabla niombe, ninasema subscribe kwa hii channel, kwa sababu niko na ushuhuda mengi ya Yesu Kristo, na pia niko na neno zake mingi ambazo nitaleta, na pia kutakuwa na maombi, na hizi maombi Mungu atawaponesha. Subscribe na tutaendelea kwa hii channel. Jina langu ni Abdisalam. Ninataka kukuombea
umpokee huyu Yesu. Wewe ambaye umefika mwisho na ni ukuta ndio unaiangalia. Wewe ambaye umefika mwisho na mlango umefungwa. Wewe ambaye umeshindwa na dunia, unashindwa utafanya nini? Wewe ambaye unataka kujiua, umeshindwa, dunia imekuchokesha na unataka kujifunga tanzi, leo ninakwambia Yesu atakuokoa. Nataka uombe na mimi baada yangu. Tukimaliza kuomba, nitakuombea Mungu akuje kwa maisha yako. Sema nami: Bwana Yesu Kristo, mimi ni mwenye dhambi. Ninakuja mbele zako. Nisamehe dhambi zangu. Ninataka kukuweka kama Mwokozi na Bwana wangu wa maisha yangu. Mungu, nisamehe. Siwezi endelea na dhambi. Mimi yamenitesa. Na siku ya leo ninakuja mbele zako. Ninaomba unisamehe. Unioshe na damu yako na unipatie Roho Mtakatifu wako kama ahadi ambayo ulitupa, aweze kutembea na mimi katika maisha yangu na anisaidie kwa njia zangu katika maisha yangu yote. Yesu Kristo, nisaidie. Asante sana kwa yule ambaye ameomba nami na yule ambaye amempokea. Nitakuombea. Bwana Yesu Kristo, ninasema asante kwa wale wote ambao umewaleta mbele zangu, wale ambao Bwana watakuja mbele zako, na wale wote ambao wanaomba Baba uweze kuwaokoa. Tunawaleta mbele zako. Kuna wengi hawakujui, kuna wengi wanateseka, kuna wengi wanalaana, kuna wengi wanapita mapito mengi, lakini neno lako linasema mizigo zote tukuletee. Na hao wote ambao wako hapa, ambao watasikiza na wataomba nami na watakupokea Baba, uwapokee. Tunaomba Baba uweze kuwapatia rehema wa kuone katika maisha yao. Uwapatie Roho Mtakatifu ambaye atatembea nao katika maisha yao. Katika jina lako Yesu Kristo tunaomba tukiamini kuwa Mungu umetenda. Amen. Nasema asante wasikilizaji wangu wote, na nitaendelea shuhuda na pia nitawafundisha Yesu Kristo ni nani. Kwa undani nitawafundisha Yesu Kristo ni nani. Tutapatana tena kwa channel yangu kwa video nyingine ambayo nitaandaa na nitakuja mbele zenu. Ninashukuru sana kwa wale ambao wameweza kuokolewa, wale ambao Mungu atatembea nao, na ninashukuru sana kwa Mungu ambaye aliniokoa, kwa sababu kila kitu tunaiweka kwa miguu ya Yesu Kristo. Nasema asante ndugu zangu, hadi wakati mwingine, asanteni.